Jambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni furaha kubwa kukutana nanyi tena katika taarifa yetu ya habari ya jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 13 Julai mwaka 2026. Mimi ni Eloge Longa nikikuletea kwa kina taarifa muhimu za kuaminika na zenye kugusa maisha ya wananchi. Na katika toleo letu la leo tutakuletea habari za hivi punde kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC, maendeleo mapigano katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini, pamoja na matukio mengine makubwa ya kisiasa, kijamii na kimataifa yanayotokea ndani na saa 24 zilizopita. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho kwa taarifa, kwani tumekuandalia uchambuzi wa taarifa muhimu zinazokusaidia kuelewa yanaendelea nchini na duniani. Na vile vile asanteni sana kwa kuendelea kuchagua Kivu News Info, sauti ya habari za kuaminika. Bila kupoteza muda, tuanze na habari kuu za jioni ya leo. Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Bashali Mukoto wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako kundi la kujilinda la Wazalendo limetangaza kuwa limefanikiwa kurejesha udhibiti wa baadhi ya maeneo yalikuwa yameshikiliwa na waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na vya usalama, mapigano yalianza majira saa 12 alfajiri ya Jumapili tarehe 12 Julai katika maeneo ya Kingwe karibu na kijiji cha Malemo. Inaelezwa kuwa waasi wa M23 walizindua mashambulizi dhidi ya nafasi kuwa zikishikiliwa pamoja kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Baada ya mapigano yaliyodumu kwa muda, Wazalendo walikisaidiwa na vikosi vya FARDC wanasema walifanikiwa kuyazuia mashambulizi na kurejesha udhibiti wa vituo hivyo viwili vya kijeshi vilikuwa chini ya waasi wa M23. Kwa mujibu wa madai yao, katika operesheni hiyo walikamata silaha mbalimbali zikiwemo bunduki moja nzito aina ya PKM pamoja na bunduki 4 za AK-47. Wanadai kuwa walikamata wapiganaji wawili wanadaiwa kuwa waasi wa M23 ambao baadaye walipelekwa katika eneo la Pika kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Wakati wa mapigano yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi, wakazi wengi wa vijiji vya Kingwe na Malemo wamelazimika kuyama makazi yao na kuelekea katika kijiji cha Kalembe wakitafuta usalama kutokana na hofu ya kuendelea kwa mashambulizi. Viongozi wa jamii wanahofia kuwa iwapo hatua za haraka zitachukuliwa, idadi ya watu wanaokimbia makazi yao inaweza kuongezeka katika siku zijazo. Licha ya Wazalendo kutangaza kurejesha baadhi ya maeneo, hali ya usalama bado endelea kuwa tete. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa kijiji cha Malemo bado kimegawanyika, ambapo sehemu moja imedhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Wazalendo, huko maeneo mengine yakaendelea kuwa chini ya ushawishi wa waasi wa M23. Aliona sheria kwa mapigano yanaweza kuibuka tena wakati wote katika sehemu ya wilaya Masisi, huko wananchi wakaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na sitofahamu kuwa kisubiri kurejea kwa utulivu. Watu watatu raia wameuawa, wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mashambulizi yanayodaiwa kutekelezwa na waasi wa ADF katika kijiji cha Mbutamba chapo ndani ya munisipa ya Mulekera mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo la mashambulizi hilo lilitokea mapema asubuhi ya leo tarehe 13 Julai, wakati wakazi wengi walikuwa wakianza shughuli zao za kila siku. Watu wenye silaha walivamia eneo hilo, walifyatua risasi ovyo na kuzusha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Ripoti za zinaeleza kwa watu watatu walipoteza maisha papo hapo, huku wengine wakijeruhiwa kwa viwango tofauti. Majeruhi wamepelekwa katika vituo vya afya vilivyoko karibu kwa ajili ya kupatiwa matibabu, ingawa idadi kamili yao bado haijathibitishwa rasmi. Baada ya kutekeleza shambulizi hilo, washambuliaji hao wanadaiwa kuelekea katika eneo la Tuna Kaina wakipitia upande wa Sayo. Aliongeza hofu na uwezekano wa mashambulizi mengine katika maeneo jirani, wakazi wengi wakiamua kusalia majumbani yao kukimbia kuelekea sehemu wanazoziamini kuwa salama zaidi. Mashahidi wa tukio wanasema kuwa milio ya risasi ilisikika kwa muda, kusababisha shughuli nyingi kusimama kwa muda kutokana na hofu ya usalama. Baadhi ya familia zimeanza kuyama makazi yao wakihofia kurejea kwa mashambulizi. Wakazi wa Mbutaba na maeneo jirani wamezitaka mamlaka za kijeshi na serikali kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama katika eneo hilo ili kulinda maisha ya raia na kuzuia mashambulizi mengine yanayohusishwa na kundi la ADF ambalo limekuwa likihusishwa mara kwa mara na mauaji ya raia katika maeneo ya Beni na sehemu nyingine za Kivu Kaskazini. Hadi taarifa hii inaandaliwa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mamlaka za mkoa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo wala kudhibitisha idadi kamili waliouawa na kujeruhiwa. Uchunguzi unaendelea kubaini mazingira halisi ya shambulizi hili na kuwatafuta wahusika. Mashambulizi haya kujiri kwa wakati juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea, huko wananchi wakiendelea kuishi katika mazingira hofu kutokana na vitendo vya makundi yenye silaha.
Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini zinaeleza kuwa wapiganaji wa muungano M23 wameanza kujiondoa katika maeneo kadhaa ya kundi la Ikobo iliyoko katika sekta wa Nianga tangu siku ya Jumamosi tarehe 11 Julai. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo vilivyothibitishwa pia na mkuu wa utawala wa kundi la Ikobo, wapiganaji hao wameondoka katika kijiji cha Bukumbiro, Rusamambu, Kateku na Buleusa ambavyo walikuwa wakivizibiti kwa miezi kadhaa. Inaeleza kuwa kabla ya kuondoka wapiganaji hao walibeba silaha zao, vifaa vya kijeshi pamoja na vifaa vingine vyokuwa wakitumia katika maeneo hayo. Baada ya hao walielekea upande wa wilaya Lubero na Ruchuru, ingawa hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au mamlaka za serikali linaloeleza sababu za kujiondoa kwao au kudhibitisha taarifa hizo. Vyanzo vinaongeza kuwa baada ya kuondoka kwa waasi M23, watu pekee wenye silaha wanaonekana katika baadhi ya vijiji hivyo na wanachama wa vikundi vya kujilinda vya wenyeji wanaojulikana kama wazalendo. Inaeleza kuwa walivilianzishwa wakati wa maeneo hayo yalikuwa chini ya ushawishi wa waasi. Kuondoka kwa wapiganaji hao kunakuja baada ya miezi kadhaa ya mapigano makali yaliyotikisa kundi la Ikobo na maeneo mengine ya Walikale. Katika kipindi hicho, mamia familia zilazimika kuyahama makazi yao kutokana na hofu ya vita, huku shughuli za kilimo, biashara na usafiri zikisimama au kupungua kwa kiwango kikubwa. Mashirika ya kibinadamu yalikumbana na changamoto kubwa ya kuwafikia wananchi waliokuwa wameathiriwa na mapigano hayo yaliyozidisha matatizo ya chakula, huduma za afya na elimu katika eneo hilo. Kwa sasa wakazi waliobaki katika vijiji wanaeleza matumaini kwamba hatua hiyo inaweza kuwa mwanzo wa kurejea kwa hali ya utulivu. Wengi wanatarajia kuwa familia zilizokimbia makazi yao zitarejea nyumbani, mashamba yataanza kulimwa tena na shughuli za biashara kufuliwa hatua kwa hatua. Hata hivyo, kiongozi wa kijamii pamoja na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanatoa tahadhari kwamba ni mapema mno kuhitimisha kuwa hali imerejea kuwa ya kawaida. Wanasema historia ya mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonyesha kuwa makundi yenye silaha mara nyingi hubadilisha maeneo ya operesheni haraka, jambo linaloweza kusababisha mapigano kuanza tena wakati wowote. Wanasisitiza kuwa ni muhimu kwa serikali kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama katika maeneo yaliyotekelezwa na waasi ili kuzuia pengo la kiusalama ambalo linaweza kutimiwa na makundi mengine yenye silaha. Hadi wakati taarifa inaandaliwa, mamlaka za jeshi la zile zinazo za kiutawala hazijatoa taarifa rasmi kuhusu sababu za kujiondoa kwa wapiganaji wa waasi M23 kutoka maeneo hayo wala kudhibitisha ukubwa wa operesheni hiyo. Hivyo taarifa zilizopo zinaendelea kutegemea ushuhuda wa viongozi wa eneo pamoja na vyanzo vya ndani, huku wananchi wakisubiri mawasiliano rasmi kutoka serikalini kuhusu maendeleo ya usalama katika wilaya ya Walikale. Hii ni taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kwanza huu ni muhtasari wake. Hapa mjini Kinshasa, mgomo wa madaktari katika hospitali za kiserikali unaendelea. Wagonjwa kwa sasa hawapate huduma kama ipasavyo. Wakati huo ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiko muungano wa AFC M23 umeendelea na kuweza kuimarisha nafasi zake Kivu Kusini na Kivu Kaskazini bila kuweza kuheshimu makubaliano ya Doha na Washington, huku hofu ya mapigano mapya ikiongezeka kwa raia. Na huko Mombasa ni watu 12 wakiwemo wanawake 5 na wa jamii wa Wambuti ndio wameachiwa huru na waasi wa ADF Nalu baada ya siku nyingi wakiwa wametekwa nyara. Amjambo na karibuni kupokea taarifa kamili. Katika hospitali nyingi za serikali hapa mjini Kinshasa, hali imekuwa ngumu zaidi kutokana na mgomo wa madaktari uliozidi kuimarisha tangu mwezi huu wa 7 mwaka huu. Tunao Mamayem na kliniki ya Ngaliema, wagonjwa wengi ndio wanaanza kurudi bila kuweza kupata huduma. Kwa leo hata wagonjwa wengi wa dharura ama wa urgence katika lugha ya Kifaransa wanakosa hata huduma. Wamoja wanakuwa wakiamua kuondoka hospitalini kwa kuweza kukosa matibabu ya kutosha. Tubaki katika sekta hii ya afya ila tujelekeze huko Kalemi ambako ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kupiganishwa katika mji wa Kabimba ndani ya jimbo la Tanganyika. Dr. Eli Ngoi kwenye microphone yake Pole Munanga. Kati ya visa 16 vya kipindupindu, 3 bado wanaendelea na matibabu, wengine
tayari wameruhusiwa kutoka hospitalini. Watu hawa wote hupata maji yao ya kunywa katika ziwa Tanganyika, ambayo tunaamini kuwa chanzo cha uchafuzi. Kwa hivyo tunawasihi watu wa Kabimba kutumia bidhaa za kusafisha maji yanayokunywa au kuyachemsha ikiwa hawana klorini. Ni muhimu kuweka mazingira safi, kunywa maji yaliyodhibitiwa na kuepuka kula vyakula visivyopashwa moto au matunda yasiyooshwa kwa maji safi. Tunawashukuru marafiki zetu kama Msalaba Mwekundu, wametoa msaada mkubwa katika kusafisha nyumba za waliotiriwa. Tunaamini kwamba juhudi zao zinazoendelea za kusafisha zitasaidia kudhibiti mlipuko wa kipindupindu. Wakati huo huo, ni katika mji wa Butembo, tukiwa jimboni Kivu Kaskazini, ndiko senta inayopokea wagonjwa wa Ebola inayopatikana katika hospitali kuu ya Kitatumba iliweza kushambuliwa siku ya kwanza kuamkia siku ya pili. Duru zetu za mahali za kiafya na kiusalama zimeweza kusema kwamba wanaozaniwa kuwa ndio waliweza kuendesha mashambulizo ni wazalendo, kwani waliweza kumchoma kisu askari jeshi aliyekuwa kwenye ulinzi wa hospitali hiyo mbele ya kuweza kuwasha moto kunako chumba cha wagonjwa wa Ebola. Moto uliweza kuzimwa haraka iwezekanavyo, lakini vifaa vingi vya matibabu viliweza kuharibiwa. Uchunguzi umeanzishwa ili kuweza kujua wahusika waliofanya vitendo hivyo. Tujielekeze jimboni Hotuele. Liwali wa jimbo hilo ameweza kutangaza rasmi mwisho wa wiki iliyopita mjini Isiro kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Hiyo ni baada ya kuweza kuripotiwa kwa visa 7 vya maambukizi ambavyo viliweza kusababisha vifo katika eneo la afya la Wamba. Jean Bakomito Gambu amesema kwamba hatua kali za afya zimeweza kuchukuliwa ili kuweza kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu wa Ebola, akiomba pia wakaaji wa Hotuele kuweza kufuata maelekezo zaidi ya timu ya kiafya zinazoendelea kupambana na ugonjwa huu wa Ebola. Liwali Jean Bakomito katika sauti iliyoweza kuchukuliwa naye Jean Desire Kanyama na kutafsiriwa naye Florence Kizalunga. Kufuatia matokeo ya udhibitisho wa maabara kutoka taasisi ya kitaifa ya ufuatiliaji wa biomedikali mjini Kinshasa na Bunia ya tarehe 9 Julai mwaka utunao, ambayo yaliripoti vifo 7 miongoni mwa visa vilivyodhibitishwa vya aina ya bundibulio ya virusi vya Ebola katika eneo la afya la Wamba, na kwa kuzingatia taarifa za kila siku kutoka maeneo ya afya ya Pawa na Bomamangwetu na mji wa Iziro pamoja na maeneo mengine yanaripoti visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola. Natoa wito kwa wananchi wetu kuonyesha uwajibikaji mkubwa na kubaki watulivu, huku wakiepuka hofu na taarifa zisizo sahihi. Wakazi wote wa mkoa wa Hotuele wanahimizwa kuzingatia kikamilifu hatua za afya ya jamii ili kuzuia kuenea kwa Ebola. Zingatieni usafi kwa kunawa mikono mara kwa mara kwa maji safi na sabuni au jeli yenye kileo. Tujitolee sote kupambana na Ebola katika mkoa wa Hotuele. Ebola dans la province du Haut-Uele. Katika jimbo la Kivu Kusini, AFC M23 imeendelea kuimarisha nafasi zake katika eneo la Point Zero. Duru za usalama zimeweza kusema ya kwamba eneo hilo linaweza kuwasaidia kuweza kutumika na kuelekea Maniema ama Tanganyika. Kivu Kaskazini pia, muungano huo wa AFC M23 pia umeweza kuongeza nguvu zake kusini mwa Lubero. Shirika za kiraia zina hofu ya mapigano mapya. Wakati huo huo, kundi hilo linaendelea kuweka utawala wake likijiandaa kuweza kusimamia pia shule wakati wa mwaka mpya wa masomo. Hayo yote yametokea huku wakati ambako utekelezaji wa makubaliano ya Doha na Washington ukiendelea kuchelewa na raia wakiendelea kusubiri amani ya kudumu. Tukibaki tu huko sehemu za Beni, tukiwa Kivu Kaskazini, ambako shirika la raia linaendelea kuomba ushirikiano kati ya FARDC na MONUSCO na jeshi pia la Uganda ili kuweza kulinda vizuri raia dhidi ya mashambulizi ya kundi zinazomiliki silaha, hasa lile la ADF NALU. Wito huo uliweza kutolewa siku ya 5 iliyopita baada ya mkutano ulioweza kuandaliwa na kitengo cha masuala ya kiraia cha MONUSCO. Mkutano uliweza
waliweza kutanisha mshauri wa masuala ya usalama waliwali wa Kivu Kaskazini pamoja na mwakilishi wa shirika mbalimbali za kiraia kutoka Beni, Butembo na Lubero. Baada ya kikao hicho, washiriki waliweza kutoa pendekezo mbalimbali ili hatua za usalama zidi ya vitisho vya ADF NALU na M23 viweze kukomeshwa. John Bayene, kiongozi wa shirika la raia Kivu Kaskazini, anasema yafuatao kunako microphone yake Masial Papi Mukeba kwa namna hii. Nous avons parlé longuement pour ce qui concerne les alertes précoces. Tumezungumza kwa muda mrefu kuhusu taarifa za mapema za usalama. Siku zote tumekuwa tukipeleka taarifa hizi kwa viongozi wanaohusika na kwa viongozi wa jeshi, lakini mara nyingi wamekuwa wakichelewa kuchukua hatua. Tumesisitiza kwamba ni muhimu kuwe na ushirikiano mzuri kati ya vikosi vya usalama, yaani FARDC, UPDF na MONUSCO. Ushirikiano huu utasaidia kujibu kwa haraka taarifa za mapema zinazotolewa na wananchi. Kuhusu tishio la ADF na M23, tunaitaka serikali ya mkoa, serikali kuu na washirika wengine kufanya kila linalowezekana ili amani na usalama virejee katika maeneo yote ya nchi. Puisse être restauré sur toute l'étendue du territoire national. Tujielekeze pia huko Mombasa ambako watu 12 wakiwemo wanawake 5, watoto wadogo na wambuti waliweza kuachiliwa huru siku ya 4 iliyopita na waasi wa ADF NALU baada ya kuweza kukaa siku nyingi matekani. Taarifa hii imehakikishwa na watetezi wa haki za watoto na mwanamke APDF maarufu wanaoishi huko Mombasa. Watu hao waliweza kushikwa siku ya mashambulizi ya tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao huko sehemu za Itembo na Pangoi tukiwa tarafani Mombasa. Ilikuwa namna gani bwana Jean-Claude Lodikile? Kulingana na taarifa tulizo nazo, wakaji hao waliachiwa na watekaji wao karibu na Bambu, eneo la uchimbaji madini lililoko katika groupement cha Bakaheku. Walioachiwa wanasema walipitia kipindi kigumu sana walipokuwa kifungoni. Baadhi yao tayari wamefika Luemba, wengine wako Teturi, huko wengine bado wanaendelea kuwa ngambo za Mungu iko. Kwa upande mwingine, shirika PDF kinasema kuwa waasi wa ADF wanaelekea Elota. Kiongozi wake Rams Malikidoko amesema kwa mjibu wa taarifa alizo nazo, adui alifukuzwa katika eneo la uchimbaji madini la Tepe ambako aliwaua raia kadhaa na kuchoma manyumba. APDF inapongeza operations zinazofanywa na jeshi la FARDC wakishirikiana na wapiganaji wa wazalendo ambazo wamefukuza waasi wa ADF kutoka Tepe, pahali ambapo walikuwa wakijaribu kujenga upya kambi. Shirika hilo pia limetaka viongozi za jeshi kuendelea na operesheni hizo ili kuzuia waasi hawa kutekeleza mara tena mashambulizi mapya dhidi ya raia. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi. Turudi tena Kivu Kaskazini ambako raia wengi wanaendelea kuomba amani. Mmoja wao ni Aline Kahindo aliyekimbia vita huko Lubero mwaka wa 2011 na kwenda kuishi mjini Goma. Kupitia muungano wa Femme du Soleil aliweza kujifunza kuweza kutengeneza mbabula ya ekolojia, akaweza kusaidia pia familia yake kwa namna hiyo ya kazi. Kivu Kaskazini maisha yamekuwa tena magumu, bidhaa zao haziuziki tena na vita vinaendelea kurudishwa mara kwa mara, na hiyo ndiyo inaleta maumivu mengi yaliyoweza kupita hapo zamani. Aline Kahindo anaendelea kuomba wakuu viongozi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waweze kukaa kwa pamoja ajili ya kuweza kurudisha amani huko jimboni Kivu Kaskazini. Unaoifuata ni Radio Okapi toka mjini Kinshasa. Punde Rosalie Zawadi ataweza kuingia studioni kwa kipindi cha pili cha taarifa hii. Radio Okapi, invité en Swahili. Mjini Beni, mvua iliyonyesha siku ya 4 na siku ya 6 juma iliyopita ilikuwa na matokeo mabaya. Kuna makuta zilizoanguka na madhara mengine mengi. Wakati kipindi cha mvua kinapoanza, shirika la ulinzi wa raia linatoa tahadhari likiwataka wakaaji waliojenga nyumba katika njia za mito au maeneo yenye hatari kubwa kuchukua hatua za kujikinga ili kuepuka uharibifu zaidi wa vitu vyao au hata kupoteza maisha. Jean-Paul Kapitula, mkuu wa kitengo cha ulinzi
ulinzi wa raia katika eneo la Beni, anazungumzia hali hiyo na Mark Marofimbo. Jean-Paul Kapitula, jambo. Jambo. Nyakati za mvua tena zinataka anja, kipi wakaaji wa Beni wanajitayarisha? Kwanza hatutasema zinataka anza, zimeanza kwa sababu kumekuwa mvua miwili hapa Beni. Utakumbuka siku ya Alhamisi kulikuwa mvua mkali na ukarusha mabati ya chuo cha primari cha Kilewe na Mbene, na mabati yote ya hizi shule imeweza kuruka. Na utakumbuka kwamba zile shule zinakuwa kwenye hiyo promotion ya government ya masomo kwa bure kwa watoto wote. Alafu tunajiuliza namna gani haya masomo yatajengwa. Unajua wazazi hawalipe tena. Kwa hiyo ni kama mwito pia kuambia government, serikali yetu na wafadhili wanao mapenzi mema wakumbuke kwamba hata tumeenda kwenye mapumziko, likizo imeanza, lakini kuna miezi miwili tu hapa mbele watoto watarudi shuleni, na kama haijatengenezwa kwa sababu wazazi hawawezi kulipa, hawa watoto wanakosa masomo kwa mwaka ujao. Ni mwito kwa wale ambao wanakaa pembeni ya mito ya maji. Mvua mkali umeanza na tuliona radi zilikuwa kali, kuwa mwingi sana tangu asubuhi hadi. Kwa hiyo mwito wetu ni kuambia ni muda wa kuchungulia watoto na tuone namna gani tunaweza kurekebesha, hasa zaidi wale ambao wanakaa kwenye mito ya maji. Mvua ukinyesha usiku ni hatari kubwa na kupoteza maisha ya watu. Lakini mji wa Beni ndio mito jiko ni za mingi na watu wanaendelea kuweka uchafu ya nyumba ndani ya maji. Haona kwamba kuna shida nyingine pale? Hii ni shida kubwa, na kwa sababu nimesemea mafuriko. Unajua mafuriko yanatokana kuweza kulinda mbaya uchafu na usafi. Zaidi ya watu wanajenga kwenye mito ya maji, kitu ambacho sio halali, na pale wanaendelea wao wenyewe kujiweka hatarini. Mji wa Beni uko kwenye bonde. Hii bonde kwa kweli kunakuwa mbali na mito ya maji, kunakuwa maji yanayotoka juu ya mabati kwenye milima, inajaza zaidi mito ya maji. Kwa hiyo kunakuwa vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha hii mito ambayo inazunguka kwenye mji wa Beni iweze kuwa hatari kwa raia. Tunasisitiza kwamba wakuu viongozi wangelifanya haraka, kwa sababu sio mara ya kwanza. Tuna ripoti nyingi ambazo tumeweza kuzifanya kwa ajili ya hii jambo, ambayo tulikumbusha kwamba pale mbeleni tuliwapoteza watu 6, watu 8 na kadhalika, lakini hatujajua siku gani hii hatari itaweza kubeba watu wengi zaidi, na hususan ikiweza kutokea usiku. Hii inakuwa kitu ambacho tunaendelea kufikiria na kuambia Mungu atuepushe na hili jambo. Lakini ili Mungu atuepushe, inaomba pia hekima na busara yetu. Ni kwamba watu ambao kwenye mito ya maji serikali iwaondoshe, kama hawakubali iwaondoshe na iwapatie maeneo mengine. Kwa hiyo tunawaambia ni bora kuishi mbali ya mji ukiwa kwenye usalama na ambako hautakuwa kwenye kuhofia maisha yako. Mito ya maji ni hatari kubwa na inaweza kuwapoteza watu kwa kila muda. Tungelifanya juu chini tuweze kupiganisha kujenga ndani ya mito ya maji na kuweza kuwashauria ndugu zetu kuachana na hiyo tabia mbovu. Madibisho ya kama na hii inazani tanja katika jamii, utakuwa na ujumbe gani kwa wazazi? Kwa wazazi tuwe makini. Kunapokuja mafuriko na mivua mikali, radi, ni kazi ya mzazi kujua namna gani nitailinda jamaa yangu. Sijui kama baba mzazi, mama mzazi, ninaweza kabisa kujenga katika mto wa maji na mafuriko yanifikie mara 2 mara 3 na haiwezi kunipatia elimu ya kuifunza kuihamisha jamaa yangu. Hii ni kama ulozi kabisa. Kwa hiyo tungeliita serikali kuweka mbaroni wale wote ambao wanaendelea kubaki kwa makusudi katika hatari za mafuriko ya maji. Jean-Paul Kapitula, shukrani. Mimi nashukuru Radio Okapi. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kutokana na mlipuko wa Ebola huko Bunia, jimboni Ituri, uvumi ulienea sana kwenye mitandao ya kijamii ukidai kuwa nyama ya ngombe ina virusi hivyo. Matokeo yake ni kwamba wakaaji wengi sasa wanasita kununua nyama, jambo linalowatatiza sana leo wachinjaji ambao wanaona idadi ya wateja wao ikipunguka siku hadi siku. Jean-Claude Lokidile anaripoti. Tangu kuanza kutangazwa kwa habari za uongo, wafanyabiashara za nyama za ngombe wengi katika mji wa Bunia wameanza kushuhudia kupungua kwa hesabu ya wateja wao. Inatokana na moja kwa moja na ujumbe unaosambaza kwenye mitandao ya kijamii unaowataka wananchi kuacha kula nyama ya ngombe. Jean-Faustin Onyuti, kiongozi wa chama cha wafanyabiashara za nyama za ngombe katika mji wa Bunia. Tunaona kwa reseaux sociaux watu wanapiblie kusema nyama ya ngombe inakuwa na malali ya Ebola. Sasa watu wanakatala kukula nyama swadi zake iko na ugonjwa ya Ebola.
setesike tulifikaka kuona service tekniki yetu bakubwa wapime kuona na sie kama namna kani tunaweza kuregle probleme ile. Waongozi wanaohusika na mifugo katika mkoa wa Ituri wanakumbusha kuwa wanyama wote wanaochinjiwa katika machinjo rasmi ya serikali, yani abattoir officiel, wanachunguzwa na madaktari ya wanyama kabla na baada ya kuchinjiwa. Mkuu wa divisheni wa mkoa unaohusika na uvuvi pia mifugo anaomba wananchi kuendelea kula nyama inayotoka kwenye machinjo inayojulikana na serikali. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 13 Julai mwaka 2026 kupitia Kivu News Info, ambako vile tulikuwa tukishirikiana na wenzetu wa Radio Okapi. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ikiwa na taarifa, picha au video za matukio muhimu kutoka eneo lako, usisite kuwasiliana nasi ili tuendelee kukuletea habari za haraka, sahihi na zenye kuaminika. Usisahau kuendelea kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na kusajili kwenye channel yetu ili usikose taarifa zetu zinazokujia kila asubuhi, mchana na jioni. Basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info, mimi ni Loje Longa na washukuru kwa uangalifu wenu na kuwatakia usiku mwema wenye amani, afya njema na baraka tele katika maisha yenu. Vile nikiendelea kuwajuza kwamba tunaanza tena kesho asubuhi katika taarifa nyingine. Bye bye na chao, na Mwenyezi Mungu endelee kutubariki na ilinde Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.